Shalom, shalom. Shalom ni kusema amani. Mimi hapa tena ili tuendelee katika neno ambalo ni neno la uzima. Na nashukuru Baba wetu wa mbinguni, Elohim wa Israeli, kwa vile ametupatia hii nafasi. Kwa hivyo ningekuomba tuwe pamoja, upate kusikiza na hata tusome pamoja mafundisho ya Biblia. Na topic yetu ya leo ni kuhusu ubatizo wa kweli, true baptism, ikiwa moja ya hatua za wokovu, kama vile tulivyosoma wakati huo mwingine kuhusu hatua za wokovu. Hatua moja na pia muhimu zaidi ni ubatizo. Kwa hivyo tutasoma hayo kulingana vile Biblia itatufunza. Tena kwa majina ni John Maina Mwai, Deacon John Maina Mwai kutoka Sweet Waters, kusanyiko la Mount Zion Seventh Day Church of God. Kwa hivyo moja kwa moja tutaingia katika maandiko matakatifu katika Timotheo wa pili 3:16 na 17 ili tuone vile maandiko inavyoendelea kutufunza na umuhimu wa maandiko matakatifu ambayo ndio Biblia. So msomaji utatusomea Timotheo wa pili 3:16-17. Timotheo wa pili 3:16-17 huwa inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Elohim lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Elohim awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo tumesikia maandiko matakatifu ni yenye pumzi ya Mungu wetu, Mungu wa mbinguni. Na inafaa sana, kila andiko linafaa sana kwa kufundisha, kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, amekamilishwa kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo ina maana sisi wote ambao tunaamini na ambao tunatafuta uzima wa milele, inafaa sana tuzidi kujifunza kutokana na maandiko matakatifu na pia hayo mengine yote, ili tuwe katika njia haki. Maana Mungu wetu ni Mungu mwenye haki, anahitaji watoto wake ama watu wake wawe watu wenye haki. Na ili tumesikia kuna sababu, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu kutenda kila tendo jema. Maana wale watakaoishi kutenda mema wakiongozwa na maandiko matakatifu, kuna kipawa cha uzima wa milele. Kama tunavyosoma katika Warumi 2 mstari wake ni wa 7, kuna zawadi, kuna kipawa cha uzima wa milele kwa wale wote watakaoishi kutenda mema wakiongozwa na maandiko matakatifu. Warumi 2 mstari wake ni wa 7. Warumi 2 mstari wa 7 inasema hivi: wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika watapewa uzima wa milele. Yes, tumesikia kuna wale watapewa uzima wa milele. Wale ambao kwa saburi wataishi kutenda mema, wakitafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Kwa hivyo wataishi kutenda mema wakiongozwa na maandiko. Maana maandiko tumesikia ni pumzi ya Mungu na inafaa sana kwa mtu wa Mungu ili awe mkamilifu katika kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo tutafundishwa na Biblia takatifu kuhusu ubatizo wa kweli, ikiwa moja ya hatua za wokovu. Na huo ubatizo ni mmoja, kama tunavyosoma katika Waefeso 4 mstari wake ni wa 4 na wa 5. Biblia inafunza kuhusu ubatizo mmoja, ubatizo wa kweli. Maana katika dunia kuna maubatizo aina mingi, lakini Biblia inafunza kuhusu ubatizo mmoja. Hebu tusomewe katika Waefeso 4 mstari wake ni wa 4 na wa 5. Waefeso 4 mstari wa 4 na wa 5 inasema hivi: mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Elohim moja, imani moja, ubatizo mmoja. Yes, kwa hivyo tumesikia Biblia ikifunza inasema mwili ni mmoja, na ambao ndio mwili wa Masihi, mwili wa Yahshua Masihi, na ambalo ndilo kanisa. Kanisa ni moja tu. Haya, tena tumesikia roho ni moja, ambaye ni Roho Mtakatifu. Kama na tulivyoitwa katika tumaini moja, pia hata tumaini ni moja ambalo Biblia inanena kuhusu. Haya, tena Bwana mmoja, ambaye ndiyo Mwokozi wetu Yahshua Masihi. Kwa Kiebrania wengi wanamjua Yesu Kristo, lakini kwa Kiebrania kutoka mahali alipozaliwa yuaitwa Yahshua Mesia.
Kwa hivyo huyo Bwana ndiye mmoja tu na ambaye ndiye Mwokozi. Imani pia ni moja. Hata kama kuna dini nyingi na dhehebu nyingi, Biblia inanena kuhusu imani moja. Tena ubatizo ni mmoja. Hata kama kuna maubatizo aina mingi duniani, Biblia takatifu, ambayo ndiyo maandiko ambayo tumesikia ni pumzi ya Mungu wetu, inanena kuhusu ubatizo mmoja. Kwa hivyo, hiyo ndio tutakayosoma huo ubatizo, na ili tuchukue hiyo hatua. Ama kama hujachukua hiyo hatua, ukaufuate huo ubatizo mmoja ambao ndio wa kweli, ili uwe katika njia ambayo ni ya kweli na ambayo ndiyo njia ya wokovu, na uwe umekamilisha zile hatua ambazo tulisoma ambazo zinafaa kwa ajili ya wokovu ambayo tulisoma wakati huo mwingine. Kwa hivyo Yahshua Masihi ambaye ndiye Bwana na ndiye Mwokozi na ndiye mwana wa Mungu alituonyesha mfano wa huo ubatizo. Ni katika Mathayo 3. Mstari wake ni wa kutoka 13 hadi 17. Yahshua Masihi ambaye ndiye Bwana mmoja, Bwana ambaye ndiye Mwokozi, na ndiye ambaye tunahubiri kuhusu yeye ambaye ametuokoa. Ndiye mwana wa Mungu aliyekufa, aliyekuja duniani kama vile maandiko yalivyosema, na akafa, akatoa dhabihu ya dhambi zetu, na siku ya tatu akafufuka kama vile maandiko yalivyosema. Huyo alituonyesha mfano mzuri wa ubatizo. Katika Mathayo 3:13 hadi 17 tutasoma hapo, tutasikia mfano huu ambao tunafaa kufuata ili tupitie katika hatua ambayo inahitajika sana katika wokovu. Mathayo 3:13 hadi 17 inasema hivi: wakati huo Yahshua akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yahshua akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yahshua alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Elohim akishuka kutoka kama ua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Asante. Kwa hivyo tumesikia Yahshua Masihi ambaye ndiyo Mwokozi wetu alituonyesha kielelezo. Tumelisikia alisafiri kutoka Galilaya akaenda mpaka Yordani ili akabatizwe na Yohana. Lakini Yohana kwa sababu alimjua huyu ni Mwokozi, alikuwa anaona yeye hafai kumbatiza. Yeye hata ndio anafaa kubatizwa na Yahshua. Lakini Yahshua kuna maneno alisema pale ambayo tunafaa tujifunze nayo. Mstari wa 15. Yahshua akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Kwa hivyo ili utimize haki yote, lazima upitie katika hiyo hatua ya kubatizwa. Yahshua mwenyewe ambaye ndiye Bwana wetu alibatizwa na Yohana Mbatizaji, akituonyesha kielelezo ambacho kila mmoja wetu ambaye anaingia katika wokovu anafaa kupitia katika hii hatua. Na tumesikia mara akatoka kwa maji. Kwa hivyo ni ubatizo wa maji. Hivyo ndivyo tumesikia hapo, na tena baadaye akajazwa na Roho wa Mungu. Hiyo tutaendelea kusoma na tutaendelea kusikia. Yohana alikuwa anabatiza wapi na ni kwa sababu gani? Yohana 3 mstari wake ni 22 na 23. Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza akiwa wapi na ilikuwa ni kwa sababu gani alikuwa anafanya hivyo? Yohana 3:22-23 yasemaje? Yohana 3:22-23 yasema hivi: baada ya hayo Yahshua na wanafunzi wake alikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao akabatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Yes, Yohana alikuwa akibatiza mahali kuna maji tele, yani maji mingi. Kwa sababu ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Na tumesikia alibatiza huko Ainoni karibu na Salimu kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Kwa hivyo hapo kwanza tunaona
Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Ndio maana Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza huko Ainoni. Hebu tuende katika Yohana 3 tena. Mstari wake ni wa 3 hadi 5. Tusikie zaidi. Nikodemu ambaye alikuwa ni mwalimu wa Wayahudi alipata kufunzwa vipi ama kuambiwa hivi na Yashua Bwana wetu, ambayo ni mafunzo kwetu siku ya leo. Yohana 3 tuanzie 3 hadi 5. Yohana 3 hadi 5 inasema hivi. Yashua akajibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Elohim. Nikodema akamwambia, awezaji mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaji kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Mstari wa 5. Yashua akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Elohim. Yes. Yashua akajibu akamwambia Nikodemu, kama vile nasi pia tunaambiwa siku ya leo, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ili ukauone ufalme wa Mungu lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa hivyo ubatizo wa kweli kwa njia nyingine ni kuzaliwa mara ya pili. Na chochote kinachozaliwa, kile kinakizaa huwa kinatoka ndani yake. Kwa hivyo ili uzaliwe kwa maji lazima utoke ndani ya maji. Kwa hivyo lazima utubukizwe ndani ya maji ili utoke, semekane umezaliwa kwa maji. Tena tumesikia mstari wa 5, Yashua akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hii ni hatua moja ambayo ni muhimu sana ili mtu akaingie katika mpango wa wokovu, ili mtu akaingie na akauone ufalme wa Mungu. Elohim ndiye Mungu wa Israeli. Elohim ni jina la Kiebrania, maana yake ni Mungu ambaye ni muumbaji. God the creator. Waisraeli wanatumia hilo jina Elohim. Kwa hivyo nikisema Elohim usikwazike, maana kuna wengine hawajui hayo majina. Kwa hivyo nikisema Elohim ujue ni Mungu wa Israeli, na maanisha ni Mungu ambaye ni muumbaji. Haya, kwa hivyo tumesikia lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho ili ukauingie ufalme wa Mungu, ili ukauone ufalme wa Mungu. Na ni hatua moja ambayo ni muhimu sana katika wokovu. Mstari wa 6 tusikie inasemaje. Kilichozaliwa, mstari wa 6 inasema, kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Yes. Kwa hivyo kuna kuzaliwa kwa mwili ambayo ni kawaida, kama vile tumezaliwa sisi wote. Kile kimezaliwa na mwili ni mwili. Lakini tumesikia pia inahitajika mtu kuzaliwa kwa roho ili awe mtu wa rohoni. Awe mtu ambaye ameokoka, awe mtu ambaye ameingia katika mpango wa Mungu wa ufalme wake. Kwa hivyo mstari wa 7, Nikodemo akaambiwa, usistaajabu kwa kuwa nalikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo ni lazima mtu akazaliwe mara ya pili, na ni kwa njia hiyo ya roho na pia kwa njia hiyo ya maji. Na tumesikia ni maji tele, maji mingi. Uzikwe ndani ya maji utokee, ndio uzaliwe kwa maji. Tena uombewe ili ujazwe Roho Mtakatifu ili ukamilike katika hiyo kuzaliwa mara ya pili, ambayo ndio ubatizo wa kweli. Hebu tusikie vile Yashua Bwana wetu aliwaamuru wanafunzi wake wakati ule katika Mathayo 28. Aliwaamuru wanafunzi wake vipi wakisha hubiria watu nini ambayo inafaa kufuata. Mstari wake ni wa 19 na 20. Mathayo 28 mstari wake ni wa 19 na 20. Mathayo 28 mstari wake wa 19 na 20 nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yes. Kwa hivyo kufanyika kuwa mwanafunzi wa Bwana wetu Yashua ambaye ndiye Mwokozi, lazima ukabatizwe. Tumesikia wanafunzi wa wakati ule ambao ndio mitume wakitumwa waliambiwa, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu.
na tena kuwafundisha kuyashika yote ambayo alikuwa amewafunza, na Yashua akahakikishia mitume kuwa hapo pamoja nao siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo hiyo ni amri ambayo ilipewa mitume na wote ambao watakaofuata baadaye. Ukishapata neno, hatua inayofuata ni kubatizwa. Na unabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Swali ni je, hilo jina ni gani? Ambalo ni jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu tuone mitume walipoenda kubatiza, walibatiza vipi? Matendo ya Mitume 2:37 na 38. Matendo ya Mitume 2 mstari wake ni wa 37 na 38. Matendo ya Mitume 2:37 na 38 yasema hivi. Walipo yasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yashua Masihi, mpate ondolewa la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yes. Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao. Kwa hivyo baada ya kusikia neno, baada ya kuhubiriwa injili ya kweli, mtu akichomwa moyo, ile hatua ambayo inafaa kufuata. Kuchomwa moyo ni kumaanisha umeamini. Ni kumaanisha hilo neno limeingia. Kama unavyokumbuka tulivyosoma wakati huo mwingine, hatua za wokovu. Kwanza uhubiriwe neno, uamini, utubu. Baada ya kutubu ni kubatizwa. Kwa hivyo mpaka wakauliza Petro na mitume wengine walipoamini yale mahubiri ambayo walipewa siku hiyo ya Pentecost. Ilikuwa ni siku ya Pentecosti. Walipohubiriwa na Petro na mitume wengine, wakachomwa mioyo yao. Ina maana waliamini hilo neno. Wakauliza ni hatua gani nyingine ambayo tunafaa kupitia. Petro akawaambia vizuri, kila mmoja atubu ili abatizwe. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Kwa hivyo this is personal. Hii ni ya kila mmoja kwa jina lake Yashua Masihi. Kwa hivyo lazima ubatizwe kwa jina la Mwana wa Mungu, kwa jina la Mwokozi, yule ambaye alitoa dhabihu ili tuondolewe dhambi. Lazima ubatizwe kwa jina lake. Na jina lake ndio tumesikia, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yashua Masihi. Na baada ya kubatizwa hivyo, kuna ahadi mara mbili. Ahadi ya kwanza ni kuondolewa dhambi. Ahadi ya pili ni kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu ndiye msaidizi ambaye anasaidia yule ambaye anaamini kuwa na maisha mapya. Anasaidia yule ambaye anaamini kuwa na maisha ya haki, kuwa na maisha ya kumpendeza Elohim ambaye ndiye Mungu wetu. Kwa hivyo Petro alipowaelezea hapa, aliwaelezea kwa jina la Yashua Masihi. Kwa hivyo lile jina ndilo jina la Baba, ndilo jina la Mwana na ndilo jina la Roho Mtakatifu. Maana pale katika Mathayo tulisikia wakiamuliwa mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hapa napo amenena vizuri, hilo jina ni kwa jina la Yashua Masihi. Hilo jina ndilo jina la Baba na ndilo jina la Mwana na ndilo jina la Roho Mtakatifu. Na pia huyo Yashua Masihi alikuja kwa jina la Baba yake. Na huyo ndiye aliyekabidhiwa hiyo kazi ya kumuokoa mwanadamu kutoka dhambini na kutoka katika utumwa wa ufalme wa giza. Hebu tusome katika Yohana 5:43. Utasikia mwana wa Mungu alikuja kwa jina la nani? Yohana Mtakatifu 5:43 inasemaje? Yohana Mtakatifu 5:43 inasema hivi, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Yes. Kwa hivyo Yashua mwana wa Mungu amesema vizuri, yeye alikuja kwa jina la Baba yake, wala wengi hawakumpokea. Lakini wakati alikuja mwingine na jina la kutafsiri, hilo limekubalika kila mahali. Lakini lile jina halisi, Yashua Mesia, hilo wengi hawakumkubali. Na amesema vizuri, alikuja kwa jina la Baba yake. Ndiyo maana Baba ambaye ndiye Mungu wa Israeli anaitwa Yah.
Yashua maana yake ni ya Mungu muokoaji. Ya ni Mungu wa Israeli, shua ni wokovu. Mesia naye maana yake ni yule aliyetiwa mafuta kuwa mfalme. The anointed one. Aliyetiwa mafuta kuwa mfalme wa uzima. Kwa hivyo unapotaja hilo jina Yashua Mesia, hilo ni jina la Baba na ni jina la Mwana. Na tena hilo jina likuja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Baba wetu atukuzwe. Kwa hivyo ubatizo wa kweli ni kubatizwa kwa maji mengi. Tena kuna batizwa yule ambaye ametubu, yule ambaye anafahamu kuwa yeye ni mwenye dhambi, anafahamu Injili, anakubali ni mwenye dhambi, huyo ndiye anabatizwa. Kwa hivyo ubatizo unafaa kubatizwa mtu mzima, si watoto, ni mtu mzima. Na ubatizwe kwa jina la huyo ambaye alitoa dhabihu ya kuondoa dhambi, na ambaye ndiye Yashua Masihi, mwana wa Mungu. Watoto huwa wanafanyiwa vipi? Mathayo 19. Mstari wake ni wa 13 hadi 15. Samahani. Mathayo 19:13 hadi 15 inasema hivi. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, lakini Yeshua akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Yes. Kwa hivyo watoto huwa wanafanyiwa kitu inaitwa dedication. Wanaekelewa mikono, wanaombewa, lakini si kubatizwa. Unabatizwa mtu mzima ambaye anaelewa dhambi ni nini, ambaye anaelewa ukweli, anaelewa Injili, ili akiamini atubu. Hatua inayofuata ni kubatizwa, ili akibatizwa aingie katika mpango wa wokovu. Marko 16 mstari wake ni wa 15 na 16. Marko 16:15-16 inasema hivi. Akawaambia, enendeni ulimwengu mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Yes, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hivyo yule ambaye atafahamu hiyo Injili, atakayefahamu ukweli na kuamini na kutubu, huyo ndiye anafaa kubatizwa. Kwa hivyo ndiyo maana hakuna mahali katika Biblia watoto hubatizwa. Hiyo ni mafundisho ambayo imepotoka, kubatiza watoto. Watoto wanaekelewa mikono, wanaekelewa wakfu. Watoto wanafanyiwa dedication hadi wakati atakapofika umri wa kuelewa ukweli, wa kuamini na kutubu na kuelewa yeye ni mwenye dhambi. Akifika huo umri sasa, akitubu, hapo ndipo atakapobatizwa. Kwa hivyo ubatizo wa kweli unabatizwa watu wazima, mtu mzima. Na huwa mtu anabatizwa mara moja kwa maisha. Si ati ni kitu inafanyika kila wakati. Ni mara moja kwa maisha, unaingia katika mpango wa uzima, unaingia katika mpango wa wokovu, ili ukauone ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ubatizo ina maana gani? Warumi 6 mstari wake ni 4 hadi 6. Ubatizo wa kweli huwa unadhihirisha nini? What does it symbolize? Ni katika Warumi, kitabu cha Warumi 6 mstari wake ni 4 hadi 6. Warumi 6 mstari wa 4 hadi 6 inasema, basi tulizikwa pamoja na yeye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Masihi alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. 6. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Yes, kwa hivyo it symbolizes the death and resurrection of Yeshua, Son of God. Kwa hivyo ina maana tunapobatizwa, mtu anapobatizwa anaungama ama anashikania pamoja na Yeshua kuwa alikufa na akafufuka.
Tumesikia ni kuzikwa. Tulizikwa pamoja naye katika njia ya ubatizo katika mauti yake. Kwa hivyo hata hapo inaendelea kuonyesha kuwa ubatizo ni kuzikwa. Unazikwa ndani ya maji. Ikiwa na maana umezikwa, umeingia katika mauti. Umeshikania pamoja na mauti ya Yahshua mwana wa Mungu. Na kadhalika ukiunganika na yeye katika hiyo, umeunganika na yeye pia katika kufufuka kwake. Na kutoka hapo mtu anafaa kuwa na maisha mapya. Kama vile maandiko nimesema. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Na tena tumesikia tunafanyiwa hivyo ili tusitumikie dhambi tena. Bali sasa tuwe watumwa wa kufanya mambo ya haki. Tuwe watumwa wa kufanya mambo mema. Tukiongozwa na maandiko matakatifu, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Ili tuwe watoto wa Mungu watakaorithi pamoja na Yahshua mwana wa Mungu. Kwa hivyo mtu anapobatizwa anakiri kuwa Yahshua alikufa na akafufuka. Ndiyo maana unazikwa ndani ya maji, unatokea ndani ya maji, ukidhihirisha kuwa mmeunganika na yeye, kufa kwake na kufufuka. Pia ni kutahiri, pia ni circumcision. Hebu tusome katika Wakolosai 2:12 na 13. Ni kutahiri, yani circumcision. It is a spiritual circumcision. Na kwa kikawaida wale ambao huwa wanatahiri huwa ni sign ama huwa ni ishara ya kuonyesha huyo mtu ametoka utotoni, ameingia katika hatua ingine ya kuwa ni mtu mzima, a mature person. Kwa hivyo kiroho pia ubatizo, it is a type of a circumcision. Hebu tusome Wakolosai 2 mstari wake ni wa 12 na 13. Wakolosai 2:12-13 inasema hivi: mkazikwe pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Elohim, ili yamfufua katika wafu. Na ninyi nilipokuwa nimekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hao pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yetu yote. Yes. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Kwa hivyo inazidi kutuonyesha hiyo mambo ya kushikania pamoja naye mauti pamoja na ufufuko. Mstari wa 13 ikasema, na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu. Kwa hivyo wakati mtu wako kwa dhambi anahesabiwa kuwa yeye hajatahiriwa. Lakini wakati mtu anabatizwa inakuwa ametahiriwa. Sasa ameondoa ile mwili ya dhambi, ili sasa kutokana na hapo awe na maisha mapya. Maisha ambayo si ya kukosea, bali ni maisha ya kutenda haki, maisha ya kutenda mema, akiongozwa na maandiko matakatifu ya Mungu na akiongozwa na Roho wa Mungu. So it is a type of a circumcision. Ina maana ni kutahiri. Unaondolewa ile ngozi ya dhambi, sasa unakuwa wewe ni kiumbe kipya katika ufalme wa Mungu. Baba wetu atukuzwe. Kwa hivyo nini kinaweza zuia mtu asibatizwe? Hebu tusome mfano moja wa mtu ambaye alikuwa ni towashi katika Matendo ya Mitume 8. Katika Matendo ya Mitume 8 kuanzia 33 hadi 38, kuna mfano moja wa mtu hapa ambaye alihubiriwa na moja kwa moja akaingia kwa ubatizo. Kuna swali aliulizwa, je, nini inaweza zuia nisibatizwe? Hebu tusome Matendo ya Mitume 8 35 hadi 38 tusikie. Matendo ya Mitume 8:35 hadi 38 inasema hivi: Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yahshua. Wakawa wakiendelea jiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yahshua Masihi ndiye mwana wa Elohim. 38 mwisho. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akabatizwa. Yes. Kwa hivyo tunasikia Filipo alipata kumhubiria huyu towashi, na alipomhubiria mpaka akaamini, ilifika mahali akauliza, nini inaweza zuia nisibatizwe?
Lakini Filipo akamwambia, kama unaamini, hakuna kitu inaweza zuia wewe ubatizwe. Na yeye akakiri. Kwa hivyo hata kuna kukiri. Akakiri vizuri, naamini ya kwamba Yahshua Masihi ndiye mwana wa Mungu. Mara Filipo akaamuru lile gari waliokuwa wakitembea nalo walisimame, wakateremka wote wawili kwa maji, na Filipo akambatiza towashi. Hiyo jambo ikaishia pale. Kwa hivyo, ili ubatizwe, lazima uwe unaamini Yahshua Masihi mwana wa Mungu. Wewe unamwamini. Maana yeye ndiye aliyetoa dhabihu ya kuondoa dhambi. Yeye ndiye alikuja akatoa dhabihu ili yeyote atakayeamini na kufuata hizo hatua apate kuokoka na kuingia katika mpango wa Mungu, ambao kwa wale ambao wataishi kuwa katika hiyo mpango watapata uzima wa milele. Kwa hivyo ni hatua inayofaa sana katika wokovu. Mfano mwingine mmoja nikija kumalizia, ambayo ulikuwa ni wa prison keeper. Matendo ya Mitume 16 mstari wake ni wa 30 hadi 33. Unapohubiriwa ukiamini na utubu, hatua inayofuata unafaa kubatizwa. Si kuambiwa upige magoti uombewe ati umeokoka. Hapana, hiyo ni shortcut. Biblia inatufunza vizuri. Ukiamini, utubu, hatua inayofuata ni kubatizwa ili uokoke. Hebu tusome Matendo ya Mitume 16 30 hadi 33. Matendo ya Mitume 16 30 hadi 33 inasema hivi. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, na yanipasa nifanye nini ili nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yahshua nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. 33. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. Yes, tumesikia the prison keeper. Ni wakati Sila na Paulo walisifu kwa gereza mpaka Baba akafanya miujiza. Mpaka ule ambaye alikuwa amesimamia hiyo gereza, alipoamuka akakuta milango imefunguka, alistuka sana. Alipostuka mpaka akauliza hili swali, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Alirudishiwa vizuri, akaambiwa, mwamini Bwana Yahshua nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Na baada ya kuamini wakamwambia neno la Bwana. Kwa hivyo wakamhubiria vizuri yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Alipowahubiria vizuri, baada ya kuamini, hakuna lingine ni kubatizwa. Neno limesema hivyo mstari wa 33. Na hata ilikuwa usiku. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. Kwa hivyo hata kama ni usiku ama mchana, mtu ameamini na ametubu, hatua inayofuata ni kubatizwa ili mtu aokoke. Kwa hivyo huwezi okoka kama hujaamini, huwezi okoka kama hujatubu, huwezi okoka kama hujabatizwa. Lazima upitie hizo hatua. Ndio maana hii ndio ubatizo wa kweli. Kwa hivyo nikimalizia, ubatizo wa kweli ni uhubiriwe injili ya kweli, uamini na ukubali wewe ni mwenye dhambi, ndio utubu. Ukitubu ubatizwe, na ubatizwe kwa maji mengi, na ubatizwe kwa jina la Yahshua Masihi mwana wa Mungu, ambaye ndiye aliyekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Huyo ndiye aliyetoa dhabihu ya kuondoa dhambi zetu. Na tena unabatiza mtu mzima, mtu ambaye anaelewa dhambi ni nini. Na tumesikia watoto kile ambayo wanafanyiwa ni wakfu, sio kubatizwa, hadi afike ule umri wa kuelewa ukweli na kuelewa yeye ni mwenye dhambi ndio apate kutubu. Ukishabatizwa, Biblia imesema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hivyo kuna hukumu kwa wale ambao watakataa kufuata hizo hatua ambazo tumesikia. Kwa hivyo huo ndio ubatizo mmoja ambao tulisoma kwa Biblia, tukasikia mwili ni mmoja, na ambayo ndilo kanisa la Baba wetu wa mbinguni. Na Roho pia ni mmoja, ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Na Bwana ni mmoja, ambaye ndiye Yahshua Masihi mwana wa Mungu, aliyekufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Pia imani ni moja ambayo tunafunzwa na Biblia. Na pia ubatizo ni mmoja ambao tumesoma hapa siku ya leo. Ikiwa mfano wa kuwa ni kuzaliwa mara ya pili. Uzaliwe kwa maji na kwa Roho.
Na pia wakati unazaliwa lazima ukiri kuwa unamwamini Yahshua Masihi Bwana wetu. Na tena ukiombewa uwekelewe mikono, utiwe, ujazwe na Roho Mtakatifu ili ukamilike katika ubatizo, uingie sasa katika wokovu. Na tumesikia Biblia ikisema utauona ufalme wa Mungu na pia utauingia. Na pia kuna uzima wa milele ukiyafuata hayo yote. Kwa hivyo nitamalizia pale nikisema Baba wa mbinguni awabariki na tuzidi katika neno la Baba, maana hapo ndipo pana uzima. Na shalom, shalom, barikiwe. Asante.